Serikali ya kaunti ya Makueni imesema itagharamia matibabu ya wote walioumia kwenye ajali ya barabara iliyotokea katika eneo la Kalembwani na kuwaua watu 7 papo hapo, huku zaidi ya 40 wakijeruhiwa. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior amesema kuwa serikali yake itagharamia mazishi, huku ibada ya pamoja mazishi ikitarajiwa kufanyika hapo kesho. Kufikia sasa watu 6 walionusurika na ajali kati ya 40 ndio waliosalia katika hospitali wakipokea matibabu. Manusura hao ni wa ajali iliyotokea katika eneo la Kalembwani, kaunti ya Makueni na kuwaua watu 7. Tukapata madaktari ni wengi, tukashughulikiwa. Mamangu amevunjika mahali. Huyo akadischargewa the next day in the morning. Mtoto wangu amevunjika mahali akadischargewa. Sasa ilikuwa kama miracle. Mtu amekaa mbele kwa dereva na ametoka, hakuna mahali amevunjika, ni zile tu minor injuries za kupakwa tu dawa na unaenda nyumbani. Currently we have 6 in the ward. Out of the 6, 4 are fractures, 3 of the lower limbs, and there's 1 patient with rib fractures. The ones with fractures, we are planning to operate on them on Thursday. The one with rib fractures, will just give him painkillers and bed rest until the ribs have improved. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior amesema kuwa serikali yake itagharamia matibabu kwa walioumia pamoja na gharama zote za mazishi. We are going to take care of their bills, the ones who are here, including the child, so that they are not put to any disadvantage. It was a very serious accident, and we thank God that the injuries are not as bad. I've set up a special team that will handle the people who passed on. We have an interdenominational prayer on Wednesday in Ndongoni. There's a team that is working with the families from the executive and the Department of Health to ensure that we support this family. Ibada ya pamoja mazishi ya wafu 5 ikitarajiwa kufanyika hapo kesho, huku mamlaka ya usalama barabarani NTSA ikianzisha uchunguzi wa ajali hiyo na kuzuru eneo la ajali. Kwamba hiyo gari haikuwa na safety belt, kwa hivyo NTSA wawajibike. Magari mengi yanaenda inspection, na yakienda inspection bado haki haitendeki, maanake hata mitambo kule kwa inspection imevunjika na wewe usipata inspection ya kawaida. We have asked the base commander NTSA to inspect that vehicle so that we are going to assist the families obtain the necessary paperwork in the event that any of them is inclined to file legal suits against the owner.